Bado tupo jijini Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania, na hapa tulipo ni ofisi za mamlaka ya maji DUWASA hapa mkoani Dodoma. Tunaendelea kuangazia changamoto ya maji ambayo imekuwa ikiwaathiri baadhi ya wananchi katika baadhi ya maeneo hapa mkoani Dodoma. Kuna baadhi ya wakazi ambao hukosa maji kwa siku 5 mfululizo, wengine siku 7 na wengine hata muda mrefu zaidi. Leo hii nimekutana na mkurugenzi wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira DUWASA, Engineer Bernard Rugai. Tunazungumza naye kufahamu hasa mkakati wa DUWASA, changamoto hii inawaathiri vipi wananchi. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana mtangazaji. Karibu mno kwenye mazungumzo yetu. Asante sana na karibu sana DUWASA. Labda kwa kuanza tu, hali ya upatikanaji wa maji katika mkoa wa Dodoma, hali yenyewe ikoje? Bado tuna upungufu wa 47% kuweza kupata maji toshelevu katika jiji la Dodoma. Tatizo ni nini? Ni ongezeko la kasi la mahitaji katika jiji la Dodoma, ambalo kwa kiasi kikubwa lilichagizwa pia na maamuzi ya serikali ya kuhamishia rasmi makao makuu ya Dodoma. Sasa maamuzi yale yameenda sambamba pia na kasi ya uwekezaji ambao umekuwa ukifanyika mara kwa mara. Kwa sababu ukiangalia mji wetu wa Dodoma unakuwa kwa kasi sana. Ujenzi unaendelea kwa kasi. Dodoma ya miaka 5-7 nyuma sio Dodoma ya sasa hivi. Maeneo mengi yalikuwa ni mapoli, sasa ni makazi ya watu. Kwa makazi ya watu yanavyoongezeka, maana yake mwisho wa siku na mahitaji yanaongezeka moja kwa moja. Kuna wakazi ambao wanakosa maji kwa hata zaidi ya wiki moja. Athari hizi unahisi kwamba pengine imewaathiri kwa kiasi gani wananchi? Uhitaji wa maji ni huduma ambayo haina mbadala. Kwa mtu anapokaa muda wa siku 3, 4, 5, 6 mpaka 7 hajapata maji, wakati ni kitu ambacho anatakiwa akitumie kila siku, ni lazima italeta athari kwa wananchi. Itaathiri hata ratiba zao za utafutaji wa majukumu yao ya kila siku, manake watalazimika kutenga muda mwingine kutafuta mbadala wa kupata maji, kama ile hifadhi walioiweka siku waliopata maji haikuwa toshelevu kwa kipindi hicho. Kwa sababu kwa sababu ya upungufu huu, namna tunavyotoa huduma ya maji maeneo mengi sasa tunatoa kwa migao. Wapo wanaopata maji mara 2 kwa wiki, wapo wanaopata maji mara 1 kwa wiki, wapo wanaopata maji mara 3 kwa wiki, kutegemeana na eneo na ukaribu na urahisi wa utoaji wa huduma katika eneo husika. Yote hayo yatakuwa ni mchanganyiko yanayopelekea hali ya namna hiyo kuweza kuwepo. Kwa mtu anapokosa maji kwa muda mrefu, ni dhahiri kabisa kwamba inamwathiri mwananchi, kwa sababu lazima sasa atafute mbadala wa kutafuta maji, ambao muda huu anapoenda labda kutafuta maji au amue kununua maji, pesa ambayo angeweza kuitumia kwa matumizi mengine, analazimika kununua maji. Na sote tunajua kwa wananchi wanaolazimika kununua maji kwenye vyanzo vingine au kwa watu wengine wanaowapatia maji, gharama iko kubwa sana ukilinganisha na gharama ambazo sisi tunazitoa. Kwa mwisho wa siku hata kiuchumi inaweza ikawaathiri. Mmechukua hatua gani kama DUWASA? Pengine tunaweza kusema dharura kuhakikisha walau aidha mnapunguza hii pressure ya namna hii, ama kuiondoa kabisa? DUWASA imekuwa ikifanya ikichukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapunguza au kuondoa kabisa. Nitakurudisha nyuma kidogo. Moja eneo lilikuwa na changamoto sana miaka kadhaa nyuma, 3 nyuma, ilikuwa ni eneo la kata ya Nzuguni. Na kata ya Nzuguni ni kata ambayo ina wakazi wengi sana kuliko kata nyingine yote. Maana baada ya kata ya Nzuguni nadhani inaweza inafuatilia labda kata ya Nkuhungu kwa idadi kama nakumbuka vizuri. Lakini moja ya kitu kilichofanyika, tafiti zilifanyika eneo la Nzuguni, ikaonekana Nzuguni ni moja ya eneo lilikuwa na maji toshelevu, kwa maana kuweza kupata maji mbadala wa kuchimba visima. Kwa kazi hiyo ilifanyika. Kwa serikali ilitoa sapoti kwa maana ya pesa, wakachimba visima, tukaanzisha ule mradi wa Nzuguni. Baada ya hapo eneo la Nzuguni ambalo lilikuja pia likanufaisha na baadhi ya maeneo ya Ilazo na baadhi ya maeneo machache sana ya Swaswa, sasa wanapata maji muda wote wa masaa 24. Sasa juhudi hizi zimekuwa zikiendelea pia na maeneo mengine. Kwa mfano Nzuguni hiyo sasa, baada ya kuonekana kwamba ina maji mengi, tayari tuko kwenye hatua za mwisho za mkandarasi kuanza kazi kutekeleza mradi wa Nzuguni awamu ya pili, ambao mradi huu wa Nzuguni awamu ya pili sasa utawafikisha maji mpaka Swaswa. Ilazo yote sasa itaweza kupata maji kutoka Nzuguni, lakini Swaswa yote, Swaswa Ng'ambo, Swaswa Mnalani watapata maji kutoka Nzuguni. Eneo la Kisasa pia nao litaendelea kupata maji pia kutoka
Nzuguni. Kwa tunaendelea kuchukua juhudi za haraka kuhakikisha maeneo yenye changamoto yanaweza kunufaika kulingana na hatua hizi zinazochukuliwa. Sasa maeneo hayo unaweza kuona kwamba kwa sasa mengine bado yanapata maji kutoka Mzakwe. Sasa yanapoendelea kupata maji kutoka Nzuguni, tafsiri yake ni kwamba yale maji waliokuwa wanayapata sasa kutoka Mzakwe tutakuwa na uwezo wa kuyaelekeza maeneo mengine kwenye matenki kama ya Image, matenki kama ya Itega, ili kuweza kuboresha huduma maeneo kama sasa ya Mahungu, maeneo ya Miganga, maeneo ya Mkonze, Goba, ulikosema kote huko, maana tutakuwa tumepata wasawa kuweza kuhudumia. Kwa zipo juhudi ambazo zinafanyika kwa ajili hiyo. Maeneo kama ya Nkuhungu pia tumechimba visima, maeneo ya Goba uliyouliza pia tumechimba visima, maeneo ya Miganga pia tumechimba kisima. Sasa hizi ni moja ya juhudi za haraka ambazo kama mamlaka tunazifanya, kuchimba visima pembezoni mwa mji, yale maeneo ambayo ama mtandao wa maji haujafika ama mtandao wa maji umeshafika, lakini kwa sababu ya ongezeko la matumizi tayari ufanisi umeshuka kwa maji kuto kufika baadhi ya maeneo, au kufika kwa pressure ndogo sana, au muda wa mgao kuongezeka. Wa maeneo mengine walikuwa wanapata maji labda mara 3 kwa wiki, unakuta tunalazimika kupunguza wapate labda mara 2 kwa wiki au mara 1 kwa wiki. Lakini utekelezaji wa hii miradi ya pembezoni, tafsiri yake ni kwamba utaenda kuimarisha huduma katika maeneo yale ambao kwa sasa tumefanikiwa kuweza kuchimba visima vya pembezoni, ili tuweze kuwapunguzia hiyo adha wananchi ya maji, ya upatikanaji wa maji, na kuboresha huduma ya maji kwa kile tunachokifanya kupitia hayo tunayoyafanya kama hatua za haraka na za muda mfupi. Nakushukuru kwa ufafanuzi huo. Ndio. Tunazungumza na mkurugenzi Engineer Bernard Rugai, mkurugenzi wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira DUWASA, na ametoka kufafanua baadhi ya mambo hasa kuhusu changamoto ambazo zinawakumba wananchi wa mkoa wa Dodoma katika eneo la maji. Mkurugenzi, umetoka kufafanua kuhusu huo mpango na ambao umeanza wa kuchimba maeneo ya pembezoni. Na matumaini kwamba huu mpango utaenda kupunguza changamoto kwa kiasi gani ya upatikanaji wa maji kwa wananchi? Labda nitoe maelezo vizuri kuhusiana na swala hilo. Kwa haya maeneo niliyoyataja mpaka sasa visima tumeshavichimba. Na maeneo hayo hata vibanda kwa maana vya kuweza kucontrol mambo ya pampu vimeshajengwa. Jana tulikuwa kwenye mazungumzo ya mwisho na TANESCO ya kuweza kuangalia namna gani wanaweza wakasogeza huduma ya umeme katika maeneo hayo. Na tayari tuko kwenye hatua za mwisho, nadhani ndani ya wiki ijayo TANESCO wanaweza kufika maeneo hayo kuanza shughuli ya kuweza kusogeza umeme maeneo hayo, ili tuweze sasa kuingiza pampu kwenye visima hivyo na kuweza kuboresha huduma ya maji katika maeneo hayo. Visima hivi tukiweza kuviingiza kwenye mtandao, tunaamini kwanza vitapunguza ratiba za mgao katika maeneo hayo, ambao yapo maeneo kama ya Nkuhungu wanapata maji mara 1 mara 2 kwa siku. Kuna uwezekano sasa, kulingana na ufanisi wa kisima jinsi kitakavyofanya kazi, watakuwa na uwezo wa kupata maji zaidi hata ya mara 3 kwa siku. Kwa hiyo uwezekano wa ukamilishaji wa hii miradi utakapokamilika, tunaamini kwa kiasi kikubwa utapunguza kero ya upatikanaji wa maji katika maeneo hayo kwa sasa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tayari muda wa upatikanaji wa maji utaongezeka ukilinganisha na hali ilivyo sasa. Mkurugenzi, kuna baadhi ya malalamiko kwa baadhi ya wananchi kwamba wanahisi kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo labda taasisi za umma na wakati mwingine pia maeneo ambayo watu binafsi ama watu wa serikali wanakaa, kwamba wanapata maji kwa wakati ukilinganisha na wao. Ni kitu gani unahisi kinasababisha hisia kama hizi na malalamiko kama haya? Yapo maeneo ambayo tunalazimika kuhakikisha yanapata huduma ya maji kulingana na umuhimu wake. Mfano, maeneo ya hospitali kama General Hospital, maeneo ya magereza. Maeneo haya tunajitahidi kuhakikisha wanapata maji kwa muda toshelevu kulingana na unyeti wa maeneo hayo. Hospitali kama za Milembe tunajitahidi kufanya hivyo. Sasa kuna wengine wanaweza wakanufaika kulingana na kuishi karibu na maeneo hayo, kwa sababu sio kwamba lipo bomba tu limetengwa hili linaenda Milembe. Kumbuka bomba hilo hilo linalopeleka Milembe, pia bomba hilo hilo wapo watu wameunganishiwa kupitia na kuweza kupata huduma. Kiu yetu sisi kama mamlaka
ni kuona uwezekano wa watu kupata maji kila siku. Ndio kiu yetu. Na juhudi zote hizi zinazofanyika ni namna ya kuboresha huduma ili tuweze kufikia hatua kwamba tuondokane na swala linaloitwa mgao. Kwamba mtu akiamka muda wowote anaweza kafungua maji kwenye tepu na akayakuta. Labda kuna changamoto nyingine za kiufundi. Kwa maeneo haya yapo ambayo yanapewa kipaumbele kulingana na unyeti wa maeneo husika. Kwa fikiria kama unaumwa, uende hospitali alafu hakuna maji. Fikiria hali ya wafungwa pale. Wale wako ndani hawana namna nyingine ya kuweza kupata namna. Kwa ni lazima uangalie ni namna gani kulingana na unyeti wa eneo husika uweze kuhakikisha unafanya hivyo. Lakini hapo maeneo ambayo ni ya wananchi wa kawaida ambao wanapata maji masaa 24 kama nilivyosema Nzuguni ni mmoja wapo. Yapo maeneo mengine ya mjini kati ni mmoja wapo. Wanapata maji muda wote au kila siku wanapata maji. Lakini si kwa sababu kwamba ni serikali au ni nini. Lakini yale yanayowezekana kulingana na eneo husika tunatamani iweze kufikia hatua kwamba mamlaka inaweza ikatoa huduma ndani ya masaa 24. Mkurugenzi, naomba nikurudishe kwenye eneo moja. Ndio. Kuna baadhi ya wananchi pia ambao wanalalamika kwamba wametuma maombi ya muda mrefu kuunganishiwa maji, lakini wamekuwa wanapata aidha kupigwa danadana ama kupata majibu ambayo hayaeleweki. Nini kauli yako katika hiyo? Kwa mujibu wa mkataba wa huduma kwa wateja, mtu anapofanya malipo anatakiwa awe ameunganishiwa maji ndani ya siku 7. Sasa inaweza kawa inatokea sababu nyinginezo za baadhi ya wazabuni kuchelewesha kuleta vifaa kwa sababu vingine huagizwa, kwa mfano kama mita zinaagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa mtu hata kama umempa mkataba aende azichukue zifike bandarini, afanye zile taratibu za kutoa mzigo mpaka zije zifike, uwezo kuzungumzia siku 7. Kwa haendani na ratiba ya hizi siku tulizozitoa za mtu huduma kwa wateja. Na ndio maana mara nyingi changamoto hii hutokea mwanzoni mwa mwaka kuliko katikati. Kwa nini? Ni kwa sababu mwanzoni mwa mwaka pia mamlaka inakuwa inafuata taratibu za manunuzi kuwapata wazabuni walio sahihi ambao sasa watakuwa wanawajibika kuweza kuleta vifaa ambavyo ndivyo vinavyotumika kwa ajili ya kuwaunganishia wateja. Kwa hiyo ndio ni moja tu ya sababu inavyotokea. Lakini hata hivyo tumekuwa tukijitahidi kuwahudumia wateja wetu kadri inavyowezekana, kwamba anapokuwa amelipia tunaweza tukachelewa siku kadhaa. Wakati mwingine sasa unaweza ukaangalia kwamba mfano mtu amelipa pesa halafu ukae nayo muda mrefu, umwambie bado anasubiri vifaa. Yeye hata kuelewa, maana yeye anaona kwamba amelipa pesa. Maana anaweza kana nafikiri kwamba kilipa pesa vifaa unaenda dukani tu unanunua, wakati sio hivyo. Kwa huu mchakato wa manunuzi ni moja ya sababu inayosababisha hususan mwanzoni mwa mwaka wa fedha. Lakini naamini kwa sababu tayari miezi 3 imeshaisha, tayari hii michakato kwa asilimia kubwa imekwishaisha, tutaanza ku take over. Sasa mwisho wa siku kinachotokea, maombi yanakuwa yametangulia, yanakuwa ni mengi tayari. Na utaratibu wetu ni first in first out, yani aliyetangulia kuomba ndo anayeanza kuhudumiwa. Kwa wewe unapokuja kuomba, bahati mbaya huwezi kupata taarifa ni nani waliotangulia kabla yako ambao hawajapata huduma. Kwa unaweza kama umekuja kuomba ukadhani labda ni wewe tu. Kwa mwisho wa siku hata vifaa vinavyokuja tunaanza sasa, nani aliyetangulia kuomba, alianza huyu. Kwa anzeni kuwatoa kulingana na kila mmoja tarehe aliyokuja kuombea. Kwa sasa namna hiyo sasa inaweza kutoka sasa mtu zile siku zikazidi akadhani kwamba anapigwa danadana. Si kwamba anapigwa danadana, lakini kwa sababu tunajaribu kufuata taratibu na kutenda haki kwamba aliyewahi kuomba basi ndo aanze kuhudumiwa kwanza. Nakushukuru sana. Karibu sana. Mathalan mimi ninapata maji. Ndio. Na sina changamoto ya maji. Ndio. Lakini bomba langu likapasuka ama kuharibika. Ndio. Nani anapaswa kulipia vifaa vya kutengeneza lile bomba? Ni mteja kwa maana ya mimi ama ni mamlaka ya maji DUWASA? Mbele ya mita ya maji, miundombinu ya kule ni dhamana ya mteja. Kwa maana ikitokea uharibifu, imetokea leakage, na maana mteja inatakiwa atafute fundi wake aweze kuhakikisha kwamba anaziba. Kwa sababu asipofanya hivyo, maji yakivuja mbele ya mita itaendelea kuzunguka. Tunazungumzia nyuma sasa. Na mwisho wa siku inapotokea sasa nyuma ya mita, hilo ni jukumu la mamlaka. Nini kauli yako ya matumaini kwa wakazi ambao wameanza kupoteza matumaini na mamlaka yao ya maji? Wasipoteze matumaini na mamlaka ya maji. Mamlaka ya maji ipo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Ipo mipango kama serikali ya kuhakikisha kwamba tunaondokana na hii changamoto ya maji. Ukiachilia mbali hile niliyosema awali, lakini
kuna mradi wa ujenzi wa bwawa la Fakwa ambao utaongeza maji wa kiasi cha lita milioni 120 kwa siku, ambao ukamilika kwa mradi huo manake kutakuwa kumetuongezea maji kwa kiasi kikubwa, ambayo itapunguza kama sio kuondoa kabisa changamoto ya upatikanaji wa maji katika jiji la Dodoma. Hivi karibuni tunaanzisha mradi wa Kisasa Njedengwa ambao tutakuwa tunayatoa maji. Kuna kisima tumekipata Kisasa, kina maji ya lita karibia 850,000 kwa saa. Mradi huu utakuwa unatoa maji Kisasa unapeleka tenki la Njedengwa. Kwa wananchi wote wa eneo la Njedengwa, Mwangaza, Iyumbu watakuwa wanapata maji moja kwa moja kutoka hapo. Na kwa sababu kisima kitakuwa kinafanya kazi vizuri, tunategemea kwamba kuna uwezekano wakawa wanapata maji masaa 24 kama watu walivyo wa Nzuguni. Lakini pia tuna mradi wa Mkonze Chinyika ambao usanifu wake umekamilika na sasa hivi tumeanza shughuli za uchimbaji wa mitaro. Wale wakazi wa Mkonze ukiwa unaelekea Iringa upande wa kulia ambao kule kulikuwa hata network sasa hivi haipo. Kwa tunaendelea kule, tumeanza uchimbaji kwa ajili ya kulaza bomba tuweze kuwasogezea huduma. Watu wa Mkonze kama nilivyoeleza, nao tena kuna mradi mwingine unakuja, kwa maana hawa upande sasa wa kushoto. Nao tena tunaendelea na juhudi, kuna mradi upo ambao tuna mpango wa kuwasogezea huduma. Kwa miradi yote hii imejikita katika kuhakikisha tunapunguza makali ya mgao na kuwaongezea watu muda wa kuendelea kupata maji ili kuondokana na changamoto iliyopo kwa sasa. Kwa wao tuwaombe waendelee kuwa na imani na sisi, kwa sababu hata tulipo sio sawa na nyuma ilivyokuwa. Kadri siku zinavyoendelea wanaweza wakaona tunaendelea kuimarika, kuongeza huduma na kuboresha huduma kwa baadhi ya maeneo. Kwa kadri tunavyopata nguvu ya kipesa na support tunavyoipata kutoka serikalini, tunahakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana tunaboresha huduma ya maji katika jiji letu la Dodoma. Mkurugenzi, nikushukuru sana. Nashukuru sana. Majibu ambayo hii leo tunayaleta hapa sio kwa ajili yetu binafsi, lakini ni kwa niaba ya maelfu ya wananchi ambao wamekuwa wakitapatapa na changamoto ya maji kwa miaka mingi, na bila shaka majibu ya DUWASA yanatoa matumaini kwao. Tutaendelea kufuatilia hatua kwa hatua hadi pale suluhisho la mwisho litakapopatikana. Nilikuwa na Engineer Bernard Rugai, mkurugenzi wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira DUWASA. Kwa niaba ya timu nzima ikiongozwa na Jacqueline Masawe, mimi ni Ronald Sonyo. Tukutane tena wakati mwingine katika vipindi vingine ambavyo vinaigusa jamii kwa namna moja ama nyingine. Mkurugenzi, mimi nikushukuru tena. Asante sana na karibu sana DUWASA. Shukrani mno. Asante sana. Asante sana. Haya.